Asante sana mpenzi mtazamaji wa Mwakenya TV mahali popote ulipo. Naomba ni kusalimie hujambo. Natumai umzima, ubuheri wa afya. Nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio ili niendelee kufahamisha yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika uwanja wa kisiasa katika taifa la Kenya. Rais William Ruto haamini kinachoendelea katika uongozi wa serikali jumuishi baada ya yeye kuaibishwa hadharani na kugeukiwa akiwa katika kaunti ya Kisumu. Sasa iko hivi, Rais William Ruto aliamua kuhudhuria sherehe ya kusherekea uwepo wa shule ya upili ya Maseno kwa miaka 120, sherehe ambayo ilifanyika hiyo jana siku ya Jumamosi tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Cha kushangaza ni vile tulishuhudia wale ambao wamekuwa wakiimba two term ambao ni wa serikali jumuishi ODM. Hamna yeyote ambaye aliweza kuhudhuria sherehe hiyo ambayo iliweza kuhudhuriwa na Rais William Ruto, jambo ambalo linasemekana ya kwamba ni aibu kubwa ama ukigeukiwa. Hayo ndio tunaenda kuchanganua hasa kwa kanda hii. Tutakuwa tunaangazia viongozi wa serikali jumuishi ambao hawakuhudhuria pale wa chama cha ODM, kisha baadaye tutakuwa tunazungumzia sababu ni zipi huenda zilichangia hayote kuafikiwa na ODM. Kabla nizame kwa undani, shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa. Lakini kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na uwasha kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Karibu ili tusonge mbele pamoja. Ruto alipohudhuria sherehe hiyo katika shule ya upili ya Maseno Kisumu, tungiliweza kutarajia viongozi wa ODM kumuakamban katika sherehe hiyo, lakini hawakuonekana kamwe marafiki wake katika serikali jumuishi, akiwemo Oburu Odinga ambaye ni kiongozi wa chama cha ODM. Hakuwa pale katika sherehe ile, licha ya kusemekana ya kwamba alikuwa sawa. Unajua, katika wiki 3 zilizopita Oburu Odinga hajaonekana hadharani, ila tu tuliweza kumuona siku ya Ijumaa akionekana kwamba yuko sawa na akazungumza akasema yuko sawa, lakini hali yake ya kiafya unapomwangalia anapozungumza hali yake ni kama imedhoofika kidogo. Kwa hivyo Oburu Odinga ambaye anaongoza mazungumzo katika serikali jumuishi hakuwa pale kutoka mrengo wa ODM. Ruth Odinga, kakake Oburu Odinga, unajua sasa yeye ni woman rep, ukipenda mwakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kisumu, ambapo Ruto alikuwa pale Kisumu. Ruth Odinga hakuonekana kamwe. Gladys Wanga ambaye ni mwenyekiti wa kitaifa haswa katika chama cha ODM, pia ni gavana wa kaunti ya Homa Bay, ambaye mara nyingi amekuwa akiimba mambo ya two term, sijui mazungumzo hapa na pale, hakuonekana. Hawa wote hawakuonekana pale. Akina Junet Mohamed, unajua naye ameanza kutulia sana baada ya kuwa na mbwembwe na furaha za kuwa katika serikali jumuishi, naye hakuwa pale. Na hata mawaziri wale wa ODM hatukuwaona. Akina Ali Hassan Joho hatukumuona, akina John Mbadi hao hatukuwaona pale. Wycliffe Oparanya yeye alikuwa kule Kakamega, hakuwa pale Kisumu. Sasa nataka sasa tuchanganue kwa undani sababu ni zipi huenda ziliweza kuchangia hawa wana ODM kutofika pale, kwa sababu hawa ndio wangemkaribisha Rais William Ruto katika sherehe ile ya kuadhimisha miaka 120 katika shule ya upili ya Maseno. Sababu ya kwanza ni due to absence of Oburu Odinga, yani kutokuwa kwa Oburu Odinga katika sherehe ile huenda iliweza kuchangia viongozi hao wengine kuona hakuna haja ya kuhudhuria, kwa sababu kiongozi wao hayupo pale ama hayupo sawa
wakasitisha shughuli za kuenda pale, wakasema hata tukienda hamna vile tunaenda kutetea Oburu Odinga kwa sababu hajaonekana. Tutasema nini? Yuko wapi na mbona hajaonekana? Wakasusia function ile ya Rais William Ruto kwa sababu kiongozi wao Oburu Odinga huenda yuko katika hali ambayo sio sawa, wakaamua kutoenda pale. Number 2, huenda Rais William Ruto alitaka kuavoid ama kujitenga na masuala ya mazungumzo yanayoendelea kati ya UDA na ODM. Unajua akina Gladys Wanga, akina Junet Mohamed, hawa wengine au wako katika Linda Mwananchi, wanapokuwa kwa Ruto hawana agenda. Agenda yao ni kusema tutaingia kwa mazungumzo. Tunahitaji sijui deputy president position, tunahitaji sijui CS positions. Yani Ruto akaona hamna haja, huenda hata yeye hakuwarika wafike katika function ile, kwa sababu wanapoenda pale ni kuimba tu tamu. Hata wakati tuko shuleni tunapoadhimisha miaka 120 ni kuimba tu tamu peke yake, hamna agenda, ni kuzungumzia mambo ya mazungumzo kati ya ODM na UDA. Kwa hivyo Ruto akaona hamna haja ya kuwaalika viongozi hawa, ndio maana hawakuhudhuria. Sababu ya tatu ambayo ni ya mwisho, huenda serikali jumuishi hii ambayo mnaijua is not even existing. Huenda ODM imejiondoa katika serikali jumuishi. Kwa nini? Najua akina Gladys Wanga wamekuwa wakiimba mambo ya zoning wakisema ya kwamba hatutaki kuona UDA katika ngoma zetu za ODM, baada ya kuogopa kwamba huenda ODM itaangushwa na UDA katika sehemu mbalimbali. Vile mnajua hata katika kaunti ya Homa Bay ambapo Gladys Wanga anaongoza, inasemekana ya kwamba UDA itasimamisha Oyugi Mawanga ambaye alikuwa naibu gavana wa kaunti ya Homa Bay kwa Gladys Wanga, lakini akajiuzulu baada ya hali kuwa tete, akajiondoa. Sasa UDA inaenda kumtumia Oyugi Mawanga kubeberusha bendera ya UDA, kumngoa mamlakani Gladys Wanga katika kiti cha ugavana. Sasa wameona hawa ODM wanachezewa na UDA, sasa wanataka kujitenga na kuachana na kujiondoa katika serikali jumuishi. Wakasema sasa hamna haja ya kuendelea kutembea na Rais William Ruto katika functions ambazo anakuwa nazo hapa Nyanza. Ndio maana akaamua kuenda peke yake, kusipohusisha wale ambao ni wana ODM. Huenda hizi ni sababu ambazo ziliweza kuchangia haya yote kushuhudiwa wakati Ruto alipofika pale Maseno kuadhimisha miaka 120 tangu kuanzishwa kwa shule ya upili ya Maseno. Kwa hivyo ni aibu kubwa ama na kugeukiwa hadharani akiwa katika kaunti ile ya Kisumu. Na kabla ya uchaguzi ujao wa 2027 tutakuwa tunatarajia mengi zaidi, na tupo papa hapa kuhakikisha kwamba tunawaletea taarifa zote pindi tu zinapofika katika meza yetu ya habari. Naomba kutamatishia hapo, but if you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload the video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content. Also have our WhatsApp groups and on Facebook. That is all the way we can continue building this channel of ours, Omokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye. Thank you for watching. Adios.